kwa aina yake ya uchezaji, kwa maana namna ambavyo anadaka na soka linapoelekea, unamwona pengine kwenye kesho ya Stars pengine tukiwa ni mmoja kati ya watu ambao labda tunaweza kumtegemea kwa muda mrefu, ama ndio kwamba mahitaji yanapokuja tunamtumia, lakini kwa soka la kisasa na aina yake ya uchezaji inaweza ikawa kama linamwacha nyuma hivi? Na ukitazama labda pengine kwa umri wake miaka 25, anayo nafasi labda ya kudevelop hicho ambacho kinahitajika zaidi kwenye soka la kisasa. Of course Yakubu Sulemani sio golikipa mzuri kwenye soka la kisasa, kwa maana kuwa na uwezo wa comfortable miguuni, kuwa na uwezo wa kuchezea mpira. Matukio kama mangapi ile mipira kurudisha namna ambavyo alikuwa anaiondosha, unaona kabisa yani hayupo comfortable kabisa. Kwenye kati ya manusura tuwekwe. Yes. Sasa vitu kama vile ni vitu ambavyo ni changamoto ya mchezaji moja kwa moja. Unajua kuchezea mpira sio kila golikipa anaweza kuchezea mpira. Lakini pia yeye amekuwa kwenye makuzi ya aina gani? Amepata vipi ile misingi ya mpira ya uchezaji ambayo inaweza kumfanya kuwa comfortable na mpira, kupokea aina ya yoyote ile ya mpira, kama ni wajuu aweze kudaka, aweze kusave, aweze kutumia mguu wake vizuri kwenye mipira ya chini. Ni swala ambalo linahitaji zaidi maandalizi kwenye ukuaji wake. Na ndio maana kwa wenzetu wamejikita zaidi kwenye kutengeneza academy ambazo zinatengeneza kila aina ya mchezaji ambaye wanamtaka. Kila aina ya version ambayo wanataka kwenye mpira wanaitengeneza kwenye academy huko. Kwa sisi tumemtumia Yakubu Sulemani akiwa mkubwa. Nafikiri ni kapi yake ya kwanza. Yes, kwenye timu ya taifa. Manake umri wa miaka 25 usitegemee kwamba kuna vitu unaweza kuviimplement vipya sana kwake na akavifanya kwa ubora unaotakiwa. Ila atajitahidi walau kufanya hata nusu ya kile ambacho unakiimplement kwake. Jana ulikoona anapata shida akirudishwa mipira kwa sababu kwanza amecheza zidi ya masenta back ambao kwenye vilabu vyao wao hata wakicheza back pass hawana wasiwasi. Yaani anaweza akapiga back pass alafu akasogea zake mbele kwa sababu golikipa wake ambaye yuko nyuma anamwamini kwa asilimia kubwa. Manake sio tu kwa watu ambao wamecheza nao jana, yani tuseme hata kama angekuwa anacheza na ile pacha nzima ya Yanga kwenye eneo la ulinzi au ile seti nzima ya Simba kwenye eneo la ulinzi, kwa wachezaji wa Kitanzania angekuwa anacheza nayo. Bado hawa ni wachezaji ambao wanaotoka Simba na Yanga wengi wanacheza na magolikipa ambao ni wazuri kumguuni. Kiasi kwamba hata ukiwachezea back pass, halafu ukaendelea kufanya movement kwenda mbele, hauwezi kuwa na mashaka. Lakini jana unaona kuna muda anapata shida kwa sababu watu ambao wanacheza nao, wao kurudisha mpira nyuma kwao wanaona ni jambo la kawaida. Lakini unasahau kwamba ana golikipa ambaye sio mzuri sana kwenye miguu yake. So ni changamoto ambayo yeye alikuwa nao kwenye mchezo wa jana, na kile ni kitu ambacho pia hata namna ambavyo anacheza, unajua kuna zile mchezaji anaweza kaonyesha vile viashiria kwamba inawezekana kwenye klabu yake ha-apply sana hiyo system, lakini kuna vile viashiria vya kuonesha kwamba ana uwezo wa kuapply hiyo ya kufanya kazi kwenye hiyo system vizuri bila shida. Lakini kwake hata vile viashiria tu vidogo vidogo huvioni. Sasa ni kitu ambacho mara nyingi kinawaondoa sana magolikipa wengi kwenye njia na kinawafanya pia wasipate nafasi kucheza kwenye vilabu vikubwa. Angalia ile changamoto ambayo alikuwa nao Yakubu Sulemani, ndio changamoto pia ambayo alikuwa nao Metacha Mnata wakati akiwa Yanga. Kuna mtu anataka kurudishiwa mpira afu unashangaa kama anakuwa na ganzi fulani hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho anaweza akajitahidi kukifanya hata walau kukiweza hata kwa asilimia 50, lakini sio kwa kile kiwango ambacho wanafanya kina Djigui Diarra, kina Musa Pimpin Kamara na wengine. Kwa hiyo hapa inabidi tuangalie sasa namna gani ya kuja kutengeneza magolikipa ambao wanaweza kuendana na soka la kisasa. Tuna watu kama kina Abutwali Msheri, tuangalie namna ya kuwapa nafasi.